Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu pamoja nanyi popote ambapo mnatizama runinga ya RTNC hapa mjini Goma. Huu ni muda mwafaka kukuletea taarifa za habari mnamo lugha tukufu la Kiswahili. Tukuanzilie habari kunako eneo mbalimbali hapa mjini Goma. Wakati liwali wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini Bwana Bahati Musanga Erasto aliweza kushiriki mnamo ibada pamoja na waumini wa kanisa la UTMC-Pake, kanisa la Mungu hapa mjini Goma, katika lengo ya kuweza kusherehekea pamoja nao sherehe ya kumbukumbu yake Yesu Kristo kurejea ndani ya mji wa Yerusalemu. Fuateni hapa Bwana Bahati Musanga Erasto, liwali wa jimbo Kivu ya Kaskazini, wakati aliwaita waumini kuishi kwa pamoja bila kuwa na ubaguzi wa rangi ama ukabila. Ninasema nishaona Mungu ni njia ile tunapita ndani, tunapita njia mingi, tunapita kwa shida, lakini kuko fasi unafika unasema lakini hii fasi nitakaweza kupita. Unaona Mungu na piga magoti asubuhi, naomba Mwenyezi Mungu anakupatia ile njia unapata. Watu wasiwadanganye, Mungu yuko na anatenda. Kama mwamini hapa ni njoo uko na funguo ya kuleta amani kwetu. Muko na fungulo wapolitisi wa Kinshasa, wapolitisi wenye wako Goma hawana fungulo ya kuleta amani. Watu wenye wako na fungulo ya kuleta amani ni wa Kristo, juu wanajua Mungu. Hakuna mtu mwenye aliendaka mtumbo ya mama yake aende mtumbo ya mama yake aiwe kama tazaliwa ni kabila fulani. Sana zaliwa anashikutana kudunia, na aiwe kabila yake. Mtoto kisha komara kisha enda école primaire, ukishafika mu primaire ndio wanataka sema kabila. Lakini bebe wa inane anaiwa kabila yake. Mtu sana anagombanisha mtu za kabila yake na kwa kudanisha. Mukabila zote mko watu wabaya. Hakuna kabila wote asema kose hapana. Mwatusi mko wabaya, mwabutu mko wabaya, mwahude wako wabaya, mwanane mko wabaya. Naam, huyu ambao mlikuwa mkimfuata ni liwali wa jimbo ya Kivu Kaskazini ambaye ni Bwana Bahati Musanga Erasto, wakati alikuwa akisherehekea pamoja na waumini wa dini ya kanisa ya UTMC-Pake kuhusu sherehe ya matawi. Na pia habari zingine kulingana na sherehe ya matawi, ikiwa ni sherehe ya kumbukumbu ya kuweza kumkumbuka Yesu Kristo wakati aliweza kurejea huko mjini Yerusalemu. Mvua iliweza kunyesha kwa siku hiyo, na hiyo ikawa alama ya baraka kwa wale ambao ni waumini wa kanisa la Kikatolika. Waliweza kusema ya kwamba sikukuu hiyo imeweza kuwakumbusha namna gani Yesu alirejea huko sehemu za Yerusalemu. Mengi ni katika ripoti hii. Kumeshirikiwa hii siku ya Jumapili tarehe 13 Aprili mwaka 2025, sikukuu ulimwenguni ya matawi kwa waumini wote wa kanisa la Kikatolika ulimwenguni mzima. Hapa mjini Goma, kupitia mvua ambao uliweza kunyesha ukionesha alama ya baraka katika parokia mbalimbali za mji wa Goma, waumini wa kanisa la Kikatolika waliweza kusherehekea pamoja sikukuu hiyo kwa alama ya kuonesha kurejea kwake Yesu Kristo ndani ya mji mkuu wa Yerusalemu. Ndio nitenda kuhakikisha matawi. Sababu mimi ni Kristo wa Katolika na maana nyingi sana. Na maana ya kupokea Yesu mwenye anatoka mjangwa. Nifanya siku 10 mjangwa. Sasa tunakia tunamtandikia matawi. Juu wengine wa zamani walikuwa wanamtandikia nini kwembe nini lishe, tunamtandikia matawi kwa kumpokea, kwa kuona kabisa kama yeye ile kwenda kuingia masiku 10 ile mjangwa ni juu ya mazambi zetu, ndio kumbe mjangwa. Ni juu ya zambi zetu, anaenda kushitarisha, iko anatubu mazambi zetu zenye hakufanya yeye, potashi ndio tulifanya. Na hii ya matawi vile, katikati yetu mwa hii ya matawi, shinde
tunaitayarisha tu, lakini shi katikati yetu kuko wanafiki wanakuja kunitoa, wanasema ule asulubiwe kwa kuona miujiza mingi alikuwa anafanya. Kunako milango tofauti za kanisa hapa mjini Goma kulionekana wale ambao ni wachuuzi walikuwa wakiujisha matawi. Leo ni siku ya matawi, ndio na mimi niko apenda niujishe matawi. Ndio basha ibariki. Kisha ujisha matawi ya 1000 francs. Niko atali tawi moja 5 sana 1000 francs. Nakutana naye iko saa mie tu ninakulangulisha au yana niangulisha sadefa. Hataki 1000 yaingiza tu ya watoto haitakosa. Siwezi kosa hata seki mimi faida. Ijulisho ya kwamba sikukuu hii ya Jumapili ya Matawi inaonesha ukomo wa kifungo kwa waumini wa kanisa la Kikatolika ambayo itaendeshwa siku ya Jumapili ijayo tariki 12 Aprili mwaka huu tunao. Na tukibaki katika sikukuu hiyo ya Matawi, sikukuu hiyo pia iliweza kusherekewa kwa wale ambao ni waumini wa kanisa za Uamsho hapa mjini Goma. Fuateni mengi mnamo ripoti hii. Sherehe ya Matawi ilisherekewa hii siku ya Jumapili tariki 13 Aprili mwaka 2025. Kanisa za Uamsho za fahamu samani ya sikukuu hiyo kama vile alama ya kuwakumbusha sikukuu yake Kristo kufika ndani ya mji mkuu wa Yerusalemu. Biblia inatuonesha kuwa hiyo siku wa mama vijana walitia matawi, wakatia vikwembe chini. Lakini Yesu alipofika kwenye mlango wa Yerusalemu, akashimama akalia machozi. Swali ni kusema, je, mtu mliko wanaimbia wanamwekea matawi analia? Akaambia Yerusalemu, ungelijua siku ambazo ulipewa na ungelijua kama umetembelewa leo, kesho ungeharibishwa. Ni kusema hiyo shairi ama kipindi ya Yesu kuingia ndani ya Yerusalemu, kwetu shie tunazoea kusema ni wakati ambao tunapasha kurudia ndani mwetu na kujikaza kuelewa mambo gisi Mungu anavyoielewa, ama kuona hali ya maisha gisi Mungu anavyoiona. Kwa upande wake kiongozi wa huduma ya ukutanisho pamoja na Yesu Kristo mnamo kanisa Mark kwa kifupi, mchungaji Vincent wa kanisa hiyo ambayo ni kanisa ya huduma ya ukutanisho pamoja na Yesu Kristo. Kwa Matawi na kwa karekoni ni kwa jusi tunaikamata muhari ya kiroho, tuikamate muhari ya kimwili. Si kwa Matawi iko sawa vile tuseme campagne d'evangelisation. Sasa mingi hawaiwaki. Utaona wale wako na fete siku ya Matawi na wale njo wenye wanaharibisha kampani. Kiukweli siku ya Matawi ni evangelisation ya kabamisa, iko kampani ya nguvu sana kwa watoto ya Mungu, kuonesha kazi ya Yesu amefanya mudunia, amefanya juu ya maisha ya watu. Meba mingi hawayo kama njo sekret. Njo maana si atu ikamatake muhari ya kimwili, tunaikamata muhari ya kiroho. Paske mtu mwanatembea muhari mwenye kuogopa Mungu na kuogopa zambi, amenyorosha tabia zake, anaishi kila siku kwa Matawi. Na njoi aliweza kusema ya kwamba sherehe hiyo ni sikukuu ya Matawi inabaki kulinganishwa na mila ya kanisa tofauti. Anam, tukiendelea na taarifa zetu za habari, tukuletee habari kuhusu kazi za umoja, yani za pamoja Salongo, ambazo ziliendeshwa hapa mjini Goma kwa siku ya 6 tariki 12 Aprili mwaka utunao. Kazi hiyo pia iliweza kuendeshwa na wale wakongomani ambao wanaishi katika nchi za kigeni na wanapatikana hapa mjini Goma, ambao tunao waita kwa maarufu wa diaspora. Wale waliweza kushiriki katika kazi ya pamoja Salongo, wakishirikiana pamoja na viongozi tofauti wa chama cha AFC pamoja na raia wa hapa mjini Goma. Fuateni mengi namna gani mambo yaliweza kuendeshwa katika kazi ya pamoja Salongo hapa mjini Goma. Loka ki banungu o Goma kweyo o ba FDLR bazongi na Goma o Goma situation difficile bino mo botala na tongo lelo ndenge bana nyonso ya Goma baza ko sala Salongo pour dire que ici il y a la paix, il y a la sécurité. Mina toka nchi ya Belgique nekala Bruxelles. Hapa nilifika Goma leo hivi kwa siku ya Salongo, na pia na mimi participe ni fanye
tunatengeneza tukaipo initiative ya mzuri juu nchi kuwe proper. Mgeni hata pia tukufanyisia hatutachunga ba autorite ndio bafanyisi wenyewe ipo tutengeneze kunye tuko naishi. Mimi natoka France. Nilitaka kukuya hapa kukuya kuona ukweli. Wanasema ukweli na usemewe. Leo siku ya 6 ama siku ya posho tunakia kusaidia kufanya salongo kwa senir vile ya Goma, na tunaomba initiative hii iendelee muinchi mzima. Kama experience ni kulamuka asubuhi, kufanya kazi, kusafisha, après midi tunakuwa libre. Hakuna mambo ya kunywa pombe asubuhi, hakuna mambo ya kufanya ya asubuhi samedi, surtout siku ya salongo. Ni 2 heures ou 3 heures tu mnapatia environnement kazi. Tunashase magonjwa parce que uko nakula unatembea na hivi kwa sababu magonjwa zitakukamata. Donc kwa hiyo tunapenda tuwe na sante sawa na sisi. Hacha tujielekeze mnamo soko ya Kituku, wakati siku hizi kunaonekana uhaba wa ukosefu wa makaa, na hiyo imeweza kupelekea mfuko wa makaa kupanda bei, ambapo kwa sasa inakuwa imenunuliwa kwa pesa sarafu ya Kongo 7,000. Mengi tuweze kuyapata katika ripoti hii. Makaa inayotoka huko jimboni Kivu Kusini, hasa mnamo tarafa la Kalehe, haiwasili kama hapo awali mnamo soko ya Kituku. Ukosefu wa makaa umeonekana inapita ni wiki moja. Kama hivyo anasema mchuuzi mmoja ambaye tulimkuta mnamo soko ya Kituku hii siku ya kwanza tarehe 14 Aprili mwaka huu tunao. Shida hiyo imepelekea mfuko wa makaa kupanda bei. Kwa siku za leo mfuko unanunuliwa kwa pesa ya sarafu ya Kongo 7,000, ingalau hapo awali mfuko ulikuwa ukinunuliwa kwa pesa ya sarafu ya Kongo 45,000 na 55,000. Mchuuzi huyo alikuwa na kauli hii. Leo uchuruzi ya makala inashindikana. Inashindikana juu ya nini? Makala inatokaka Kalehe Kusini Kivu. Mena tuseme in semene yetmi hatuna makala. Mena musektere ya makala kaingia mule hakuna bote ya kuleta makala. Makala iko nakuya mwa population yote ya Goma, iko kama ni 20 sake wala 15 sake. Tunaomba bakubwa kitu gani? Batusaidie kwanza. Chukutusaidia ni nini? Soko ya Kituku tunadependre na bachuruzi ya Sud Kivu. Ijulishwe kwamba kazi za biashara zinaendeshwa vizuri mnamo soko ya Kituku, ndivyo aliweza kusema kiongozi wa soko hiyo, akisema ya kwamba ushuru unalipizwa kupitia njia moja peke yake. Mtatua razi sio pesa sarafu ya Kongo 7,000 ila ni pesa sarafu ya Kongo 17,000, kinyume na yale ambayo mliweza kusikia ndani ya ripoti hiyo. Tukibaki hapo mnamo soko ya Kituku, siku hizi msongamano wa pikipiki ambao ulikuwepo hapo awali kunako ingilio ya soko ya Kituku kwa sasa imeweza kupunguka, na raia wanakuwa wakijelekeza mnamo soko ya Kituku vizuri. Mengi ni mnamo ripoti ifuatayo. Msongamano wa pikipiki uliokuwepo hapo awali kunako ingilio ya soko ya Kituku haipo tena kama hapo zamani. Watembeza pikipiki wanakuwa na nafasi moja ambao wanaingilia na pikipiki zao. Aliweza kuhakikisha hivyo Bwana Justin akiwa mtembeza pikipiki ambaye tulimkuta huko sokoni Kituku kwa hii siku ya kwanza tarehe 14 Aprili mwaka huu tunao. Embouteillage ilikuwa hapa inadependre na deka. Kaya kwanza ni organisation ya bamotare jikaza kumaintenir ordre, njo ilipanga gisi ya kuorganize juu tuangalie gisi tutakuwa na sens unique. Donc entrée iko kuyulu, sorti iko hapa, njo ile za kusema ya kwamba shida ambao wanabaki nayo peke yake ni watembeza pikipiki ambao wamekuwa siku hizi wamelengwa kuibwa kwa pikipiki zao. Tukonetre tena embouteillage mais tunakonetre ma vol à ma moto kwa balituamishia ku parking. Il y a plusieurs vols de moto par rapport na parking tulikuwa wako fait kwa balituamishia kwa savile mumwa rond-point moto zika disparaître sana. Isho kwamba mnamo soko ya Kituku kumekuwa ingilio moja na nafasi ya kutokea kwa pikipiki, na hiyo imeweza kupelekea upungufu wa msongamano kunako ingilio ya soko ya Kituku.
Na kwa habari hiyo toka huko sehemu za Kituku ndipo tunatamatisha habari zetu mlamo lugha tukufu la Kiswahili. Shukrani kwako ambao uliandamana nasi kutazama habari zetu kwenye runinga ya RTNC hapa mjini Goma. Wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.